nichukue pia fursa hii kutoa rai kwa waajiri wote kwenye sekta binafsi kuhakikisha wanafikisha michango ya waajiri wao kwa wakati kwenye mfuko wetu wa hifadhi ya jamii. Na mimi nikuhakikishie ndugu mkurugenzi mtendaji, serikali kama ambavyo imekuwa ikitoa ushirikiano kwa mfuko, tutaendelea kutoa ushirikiano wa namna ile ile. Ili jukumu la kuwafuatilia wale waajiri ambao hawataki kuleta michango ya wafanyakazi wao, hatutakuachia wewe peke yako. Kwa serikali na vyombo vyake vyote na taasisi zake zote zitaendelea kushirikiana pamoja, kwa sababu hili jambo sio jambo la hiari, ni jambo la kisheria. Na nimekuwa wakati huu nimeingia kwenye ofisi kama waziri mwenye dhamana, nimepokea malalamiko ya watumishi makundi kwa makundi. Ukiwasikiliza, miaka yao yote wamefanya zaidi, wengine miaka 10, wengine miaka 12 wamechangia kwenye mfuko, lakini michango yao wale waajiri hawakuleta, walibaki nayo. Yeye kwenye mshahara wake amekatwa, lakini huyo mwajiri alichukua zile fedha akazifanyia mambo mengine. Hii si haki hata kidogo. Waajiri wa aina hii, ndugu yangu DG Masha, hawa inabidi tuchukue hatua kali, kwa sababu kwanza wamefanya makosa mara mbili. Wamemkata mtumishi fedha, hawajaleta kwenye mfuko, lakini pia wenyewe sehemu yao ya kuchangia pia hawajaleta. Kwa hawa watu ni watu ambao tuweke mkazo. Kuna maeneo mengi tuliona migomo ya watu inaendelea, na niwapongeze, mmechukua hatua ya kufanya engagement. Fanya engagement kwa wakati, tuendelee kusimamia ili kuhakikisha mfanyakazi yule anayestahili kuchangiwa kwenye mfuko wa hifadhi ya jamii kwa maana NSSF kwenye sekta binafsi, michango yao inafika kwa wakati. Na hapa hatutarudi nyuma, ni eneo ambalo tutatilia mkazo, kwa sababu hiyo ndio itapelekea ustawi wa wafanyakazi katika sekta binafsi. Katika shughuli nyingine ambazo tulikuwa tukizifanya, Mheshimiwa mgeni rasmi, ambapo nimeeleza awali, ni kuimarisha mifumo yetu ya tehama, lakini swala la usimamizi wa fedha ili kuepuka mianya ya upotevu wa mapato na kufanya mfuko uweze kukua zaidi, ni baadhi ya mambo ambayo tumekuwa tukiapa kipaumbele. Lakini pia tumeendelea kuhakikisha kwamba swala sasa la ulipaji wa mafao tunazidi kuliboresha siku hadi siku. Ndio maana tumeweka kipaumbele katika matumizi ya tehama, lakini hata siku za ulipaji wa mafao kwa ujumla zimepungua sana. Sheria kama unavyojua, Mheshimiwa mgeni rasmi, tutakuwa tulipe ndani ya siku 60 baada ya mwanachama kustaafu, lakini leo hii tunalipa kwa takriban siku 22 kwa wastani tangu mstaafu anapohitimisha utumishi wake.